Salama. Media inakupa nafasi upate kuongea mawili matatu kuhusiana na shughuli yenu. Asante. Kwa majina naitwa Hadija Abdalla. Sisi ni wajasiriamali katika kitengo cha majiko haya ya nishati safi ambayo yanaitwa stove ethanol. Majiko haya yanatumia mafuta na sio mafuta ya taa, petroli wala diesel. Yanatumia mafuta yake special yanaitwa ethanol. Haya ndio mafuta yake ambapo utatumia kuweka katika huu mtungi. Ili jiko lina mtungi ambapo ukitaka kumimina au ukitaka kupikia unamimina hapa. Likiwa jipya utamimina lita 1.5 kwa ajili ya kutaka kupikia. Baada ya hapo utarudisha mtungi wako katika jiko lako. Ukitaka kuwasha kuna sehemu unaweza ukasqueeze ukawasha jiko lako. Unaweza ukawasha hivi ukatumia tu kiberiti kama gesi ya kawaida. Hapo jiko langu litakuwa lishawaka tayari kwa kulipikia. Unapikia vyakula vyovyote. Unaweza ukapika makande, unaweza ukapika maharage, ukapika wali, ukapika ugali, mboga yoyote unaweza kupikia. Matira yake ni steel. Unaweza nikachukua sufuria ya kilo 3 kwa ajili ya wali na kilo 2 kwa ajili ya ugali. Jiko letu ni zuri, safi na salama. Kwa sababu gani? Halilipuki wala halitoi moshi na wala halichafui sufuria. Unapika kwa usalama bila mawazo. Hii yote ni kwa sababu ya kutokomeza kuni pamoja na mkaa kwa ajili ya afya zetu. Ndio maana tukasema nishati safi na salama. Hapa limewaka. Nikihitaji kulipunguza nitasogeza tu kisinia, jiko langu litakuwa limepunguzika kwa sababu ya chakula ninachotaka kupikia. Upatikanaji wa mafuta yetu yapo kila baadhi ya maduka. Kutokana na maduka mradi ndio umefunguliwa, kwa hiyo tutahakikisha kila duka litakuwa na mafuta yetu kwa ajili ya jiko letu. Wateja wetu wasije wakapata tabu. Ofisi zetu ziko Sinza na Kaburini, ambapo ukija unaweza ukapata jiko pamoja na mafuta. Pia tuna mawakala wetu wa mafuta na majiko. Karibuni. Namba zetu ni 0762726221. Karibuni. Sasa unaonaje fursa hizi ambazo mmezipata kutokana na mwezi wa uhuru? Kujikwamua kutoka ni maisha kutoka chini kwenda juu. Pia tunajifunza ujasiriamali, tunatoa kitu kipya, tunaingiza kitu kipya, tunapata kipato. Kama isingekuwa amani katika nchi yetu, vile serikali kupitia leo tusingevipata. Ungeweza kuwepo hapa kwa utulivu kama hii? Hapana, kwa sababu amani kuivuruga ni rahisi, kuitafuta ni hali. Ndugu zangu wananchi, pamoja na jitihada hii ya serikali, niombe wananchi wa Nabugo kuungana na serikali imeletwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha tunalala katika vyandarua vingi. Wewe unasemaje? Tunamshukuru mitano tena. Ndugu zangu wananchi, habari za kazi? Salama sana, za kwako? Mimi naitwa Jacqueline, ni afisa uhusiano huduma kwa wateja mkoa wa Kinondoni Kusini. Tuko hapa kwenye maonyesho ya Mwenge kwenye kusisitiza nishati safi ya kupikia, kama sera ya mheshimiwa anavyosema kwamba tutumie nishati safi ili kuokoa mazingira, kuhusiana na ukataji wa miti pamoja na utunza afya ya mama na mtoto, na pia inasaidia kwenye vipato vya uchumi. Kwa sasa hivi ukiangalia tuna majiko haya induction pamoja na pressure cooker ambao kwamba unachemsha maharage kwa dakika 3 mpaka 15, ambao kopo la mkaa moja ni 1. Kwa unit moja ni 350. Kwa hiyo unaokoa hela ambazo ungetumia makopo 3 au 4 kwenye kuchemsha maharage, makande pamoja na kupika. So kama tuko hapa kuwasitiza wananchi kwamba
watumie nishati safi ya kupikia iwasaidie katika mazingira yao na afya. Na kama unavyoona hapa, tumepika wali, mambo kwa ushahidi kabisa. Tumepika nyama, tumepika maharage kwa dakika 20 tu tumeivisha, na tumetumia umeme mdogo sana, tofauti tungetumia mkaa au nishati mbadala nyingine. Tuzoee kutumia gesi, tuzoee kutumia majiko haya yanapika chakula kitamu sana, kama unavyopika kwenye mkaa au kuni, naye anapika hivyo hivyo. Chakula ni kitamu jinsi unavyopika wewe, chakula kitakapokuwa. Tutakuwa tumemuunga mkono Daktari Samia za kwamba ukipika na kuni ndio chakula kinaiva vizuri. Imani sahihi au ni imani dhaifu? Hebu waambie Watanzania kama ni mtaalamu. Mimi naomba Watanzania kwamba tutumie nishati safi, inasaidia mazingira na afya zetu, inasaidia tusikatekate miti ovyo, vile vile inatunza afya ya mama na mtoto safi, na kufanya usichafuke unaposhika kuni, unaposhika mkaa. Mwaka huu 2026 tunaendelea kuhamasisha na kusisitiza. Labda tu nikuulize swali, kama isingekuwa amani tulionayo hapa nchini kwetu katika ununuzi leo hapa, shughuli hizi serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania isingeweza kufanyika. Kwa amani ndio kila kitu. Katika bajeti ya ununuzi wa umma kupitia sheria. Ndugu zangu wananchi wana Ubungo, nimalize kwa kuwashukuru sana kwa kuhamasika siku ya leo. Toka asubuhi mlipopokea mwenge wa uhuru kutoka halmashauri ya manispaa Temeke, kila tulipokwenda mlihamasika. Hakika mmeheshimisha sana mwenge wa uhuru. Niwapongeze sana viongozi wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo kwa kazi nzuri mlioifanya kuhamasisha wananchi kushiriki katika shughuli za kimaendeleo, lakini kuhamasisha wananchi kuraki mwenge wa uhuru. Hakika mmeheshimisha mwenge wa uhuru. Mwenge wa uhuru oye! Huo ulikuwa ujumbe wa mbio za mwenge wa uhuru mwaka huu 2026. Lakini baada ya ujumbe ina wimbo kidogo ambao nitaimba na wana Ubungo wote. Ninaomba wana Ubungo
urithi wangu nitaitunza Mwenge wa Uhuru. Ndugu zangu na Ubungo, tuna Tanzania moja tu duniani, na Tanzania yetu lazima tuilinde, ilinde kwa namna yote, tulinde amani na utulivu. Hivyo wimbo huu tukumbushe popote pale tutakapoimba, kuhakikisha tunailinda Tanzania yetu. Mwenge wa Uhuru ye! Naomba niwakaribishe Mheshimiwa Waziri na Mbunge, lakini mkaribishe na mstahiki meya, walau wasalimia wananchi kabla sijatoa ujumbe wa Mwenge wa Uhuru. Karibu sana Mheshimiwa Waziri, karibu sana mstahiki meya. Viongozi mkuu wa kitaifa mkimbiza mwenge oye! Wakimbizaji wa mwenge wetu wa uhuru oye! Mbunge wetu wa jimbo la Ubungo Profesa Kitila oye! Angela Kairuki oye! Samia oye! Mheshimiwa kiongozi wetu mkuu wa mbio za uhuru za kitaifa, viongozi wengine wote meza kuu, ndugu zangu wananchi wa jimbo la Ubungo na jimbo la Kibamba, itifaki imezingatiwa. Kwanza kabisa nianze kwa kushukuru timu nzima ya viongozi wetu wa kitaifa wa mbio za uhuru. Nikushukuru sana kwa niaba yangu binafsi na kwa niaba ya ndugu yangu Profesa Kitila, mbunge wa jimbo la Ubungo, kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya katika mkoa wa Dar es Salaam, lakini vile vile kazi nzuri mlioifanya Zanzibar. Hongereni sana.
Lakini la pili, niwashukuru sana umati wote huu, niwashukuru na kuwapongeza pia wananchi wote wa jimbo la Ubungo na jimbo la Kibaha kwa kujitokeza kwa wingi kuunga mkono zoezi hili la mbio hizi za uhuru za taifa. Lakini zaidi mmemheshimisha Mheshimiwa Rais, mmemheshimisha kiongozi wa kitaifa wa Mwenge wa Uhuru pamoja na wenzake wanaokimbiza mwenge pamoja. Lakini zaidi mmeheshimisha Chama cha Mapinduzi, mmeheshimisha wananchi wote wa wilaya ya Ubungo, lakini mmemheshimisha mbunge wetu wa jimbo la Ubungo ndugu yangu Profesa Kitila, na mmeheshimisha mimi nafsi. Asanteni sana na hongereni sana. Awali yote, kiongozi wetu wa mbio hizi za uhuru za mwenge, nikushukuru kwa namna ambavyo mmeweza kutembelea miradi ya kisasa, mmeweza kuwekea mawe ya msingi, lakini vile vile mmeweza kutusudia miradi yetu ya maendeleo katika majimbo yetu mawili na Ubungo pamoja na jimbo la Kibaha. Mmeweza kufanya kazi kwa kutembelea miradi 7 katika wilaya yetu ya Ubungo yenye thamani ya takriban shilingi milioni 20.2. Kubwa kabisa, tuhakikishie tunachokifanya katika majimbo yetu ya Ubungo ni kuendana na falsafa yetu ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kazi na utu, lakini kuhakikisha thamani halisi ya fedha katika miradi ya maendeleo inaonekana. Kubwa, Mheshimiwa kiongozi wetu wa kitaifa wa mbio za uhuru za mwenge, kuhakikishia kwamba miradi yote 7 ambayo umeweza kuitembelea, umeweka mawe ya msingi na umeweza kutusimulia, tutahakikisha tunaitunza ili iweze kufanya kazi iliyokusudiwa, lakini kuleta tija na ufanisi na kuweza kunufaisha wananchi wetu wa jimbo la Ubungo na jimbo la Kibaha. Nimepewa muda mdogo tu wa kuweza kusema machache. Nipende kufikisha salamu nyingi za Profesa Kitila. Kama mnavyofahamu, muda huu tunapozungumza hapa, na yeye anahitimisha bajeti ya ofisi ya Rais mipango na uwekezaji. Anawapa salamu nyingi, anawashukuru sana timu nzima ya mbio zetu za mwenge wa uhuru, lakini pia anawashukuru sana wananchi wote wa jimbo la Ubungo na jimbo la Kibaha kwa kujitokeza kwa wingi na kuheshimisha wilaya ya Ubungo. Oye! Profesa Kitila oye! Kairuki oye! Dr. Samia oye! Mara Dr. Samia mara! Asante sana kwa kunipa nafasi na kushukuru sana. Wa manispaa ya Ubungo, naendelea kuwakaribisha sana Ubungo. Leo tumeweza kukimbiza mwenge na umekagua miradi mbalimbali. Kagua miradi 7 yenye thamani ya bilioni 20.2. Lakini ndugu mkimbiza mwenge, sisi kama halmashauri tunaendelea kutekeleza dhana ya Mheshimiwa Rais ya kuweza kutatua kero za halmashauri yetu. Lakini kwa mwaka wa fedha 2026 kwenda 2027 bajeti yetu tumepandisha na tunategemea kuwa na bajeti ya bilioni 149.2 na bajeti ya mapato ya ndani inakwenda kuwa bilioni 53. Hivyo ni kuhakikishia kabisa 10% ya halmashauri na mapato yetu hadi kuanzia mwaka 2017 toka halmashauri yetu ya manispaa ya Ubungo kuanzishwa, tumeweza kutoa mikopo yenye thamani ya bilioni 4.6. Hivyo tunaendelea kuwashika vijana, kina mama na watu wenye mahitaji maalum, yaani walemavu. Tunalo baraza zuri sana na madiwani kama walivyotambulishwa. Naomba wasome tano wako pale. Kuna madiwani wazuri, wazoefu, wenye taaluma, watumishi mabingwa sana, wanafanya kazi vizuri. Lakini vile vile kumalizia, tunaye mkurugenzi bingwa sana yule pale, lakini mkurugenzi wao upunge mkono. Mkurugenzi hivyo, ndugu yangu, baraza letu ni Mheshimiwa mbunge mstahiki meya. Meya ni kijana, hata maneno yake yanaonyesha ni kijana. Hongera sana meya.
Mheshimiwa mkuu wa wilaya na viongozi mlioko hapa, waheshimiwa sana wananchi, tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kristo tumaini letu. Wananchi, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, nikushukuru wewe mkuu wa wilaya na uongozi wako, lakini pamoja na wananchi wote wa manispaa ya Ubungo kwa kazi nzuri mlioifanya toka asubuhi mlipopokea mwenge wa uhuru kutoka manispaa ya Temeke. Mmepokea mwenge na kuuraki vizuri sana. Hakika tunawapongeza. Dini yake na ndoto zake kuona Watanzania wanapata fursa na miradi yote inawafikia kwa wakati. Hongera sana Mheshimiwa mkuu wa wilaya pamoja na uongozi wote wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, ndugu wananchi wa Ubungo, mwenge huo unaoona hapa, habari wetu, mimi kwa majina naitwa Tishi Rumaza, tarehe 9 Disemba mwaka 1961, ikiwa ni tunu na ishara katika jimbo la Ubungo katika wilaya ya Ubungo. Ndugu zangu wananchi wa Ubungo, tuko hapa katika viwanja vya Barafu kwa ajili ya kusubiri mkesha wa mwenge ambao tumeupokea baba yetu, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ni ukweli usiofichika kwamba mwenge wa uhuru au shughuli zote zinazohusu serikali hii katika baraza la wanawake kwa kweli haiwezi kufanikiwa kwa juhudi na maarifa. Kwa hiyo sisi tunaye role model wetu ambaye ni rais wa Tanzania na mwenyekiti wetu tunaye wa UWT Mama Chatanda. Wote hao ni role model wetu, hivyo tunasema kwamba mwenge wa uhuru bila wanawake haiwezekani. Na tumeona leo mbunge wetu wa jimbo la Kibamba, mwanamke hodari, mwanamke shupavu, amewakilisha majimbo yote mawili. Kwa hiyo kweli ni kwamba wanawake au UWT ni moto moto moto. Asante sana, nashukuru sana kwa kunisikiliza. CCM oye! Mwenge wa uhuru oye! Mama Samia oye! Asante sana. Tunawaomba Waingereza na majirani zetu wa mataifa yote, baba tuko nao na wanaweza hasa maneno kila kazi tunafanya sisi wanawake. Hayo maneno aliwahi kuyasema marehemu Rais Benjamin Mkapa kwenye sherehe za siku ya mtoto wa Afrika. Alisema ya kwamba unapotaka kutuma kazi watume wanawake, lakini unapotaka kusema maneno watume wanaume. Ukweli ndio huo, wanaume wanaweza maneno lakini wanawake wanaweza kazi. Baba wa taifa anahitaji uhuru wa Tanganyika, wa Afrika na dunia kwa ujumla. Akisema sisi tumekwisha kuacha mwenge wa uhuru na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro, umulike ndani na nje ya mipaka yetu, ulete tumaini mahali ambapo hakuna matumaini, ulete upendo mahali penye chuki na heshima mahali palipojaa dharau. Ndugu zangu wananchi, jambo hili lililofanya Waingereza kutambua kuwa Tanganyika ni taifa huru na watu wake ni huru. Ndugu zangu wananchi wana Ubungo, falsafa hii ya mwenge wa uhuru iliungwa mkono na muasisi wa taifa la Zanzibar, Sheikh